اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انزل الإسلام والمسلمين واهدل الشرك والمشركين وهدم. سبحان ربك الملك القدوس السلام المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. يقول الله سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika kuelezea neema za peponi, na tulizungumzia kwamba neema za peponi kwa mtazamo sahihi, mbali na wale wanaokanusha mambo ya kimada, ni kwamba peponi kuna neema sampuli mbili. Kuna an-ni'amul maddiya au tuweza kuziita ni an-ni'amul jismaniya, neema za kimwili. Kuna na an-ni'am ar-ruhiyya au tuweza kuziita ni an-ni'amul ma'nawiyya, na neema za kinafsi, za kiruhu. Tukasema tutaanza na neema za kimada. Tukazungumza nukta mbili katika juma lililopita. Kwanza tukaizungumza janna yenyewe. Kwa nini ikaitwa janna, ikiwa neno janna katika lugha ya Kiarabu la maanisha bustani, na vipi Mwenyezi Mungu amezielezea aya tofauti tofauti katika kusifu hali ya mazingira ya sehemu ile ambayo Mwenyezi Mungu ameitenga kwa waja wake wema. Vile vile tukazungumza nukta ya pili, masala ya dhilalul janna, zivuli, ile hali ya ubaridi ambao nilieleza Mwenyezi Mungu ameifupisha katika suratul Insan: la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Hakuna jua kwa maana ya joto, na hakuna baridi ya kupita kiasi, bali ni ubaridi unaoletwa na kivuli cha miti, ni ubaridi wastani. Leo tutataka kwenda katika nukta ya tatu, na ikiwezekana tuingie na ya nne. Katika nukta ya tatu tutataka kuzungumzia kusuru ahli aljanna, masakin, majumba yao. Vile vile katika nukta ya nne tutataka kuzungumzia athath za ile majumba, yani zombo zilizo ndani ya ile majumba, hususan katika upande wa matandiko. Ni matandiko aina gani? Mwenyezi Mungu ameyaeleza katika Qur'an. Katika suratu Tauba aya ya 72, vile vile katika suratu Saf aya ya 12, imekariri aya hii, iko katika suratu Tauba, iko na katika suratu Saf. Yasema: wa masakina tayyiba fi jannati adn. Ni aya tuweza kuianzia tukidai kwamba yatoa wasifu wa kijumla ya maskani, ya majengo, ya majumba
ambayo watakao kuketi watu wa peponi, kabla ya kuingia katika tofauti za daraja walivyo watu wa peponi. Mwenyezi Mungu ameyasifu makazi ya peponi yote, majumba yao, asema wa masakin. Na neno masakin katika lugha ya Kiarabu ni wingi wa neno maskan, na maskan neno limetokamana na sukun, na sukun inamaanisha utulivu, na mtu mahala anapopata utulivu na itminan ni nyumbani. Unapofika ndani ya nyumba yako, namna itakavyokuwa ile nyumba, hata iwe ni ya makuti, ni ya uongo, lakini ile hali ya itminan na hali ya istiqrar ulionayo, utulivu wa kinafsi, ukundufu wa kiroho, waiona kama uko katika mabustani. Ndio ule mshairi mmoja ana shairi lake refu, mengine siyakumbuki, ni ya kitambo sana kwenye kitwa, lakini katika baadhi ya mashairi yake anena khudhurul jinani ma'al a'da'i niranu wa man ya'ish baina aqwamin yasurru bihim wa man lam ya'ish baina aqwamin yasurru bihim fadahruhu abadan hammun wa ahzanu. Mtu anayeishi katika mazingira ya watu ambao hana furaha nao, asema fadahruhu abadan hammun wa ahzanu, ulimwengu wake wote siku zote utakuwa ni hamu na huzuni. Ndio mwisho akasema khudhurul jinani, ile green ya mabustani ikapambwa mapalas, lakini ukawa waishi katikati ya maadui. Khudhurul jinani ma'al a'da'i niranu, hubadilika ikawa moto wa jahannam, usizione tena zote zile. Lakini unapokuwa katika mazingira unayoyapenda, shairi asema sammul khiyati, sammul khiyat, inshallah iwe ni nini? Ni tundu ya sindano nyumba yako, ni kadiri ya kirumu tu ya kuingia wewe. Sammul khiyati ma'al ahibba'i jinanu, ukaweko katika tundu ya sindano, lakini ukawa katika mazingira unayoyapenda, umezungukwa na unaowapenda, inakuwa janna. Sasa maskan, nyumba katika maina yake mamoya imeitwa maskan, na sababu ya kuitwa maskan ni mahala panapotarajiwa kutakuwa na nini? Na sukun, kama Mwenyezi Mungu alivyomsifu mke, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha. Katika aya za Mwenyezi Mungu ni kwa kuwa amewaumbia nyinyi kutokamana na nafsi zenu wake, azwaja, ambapo mahala panapokuwa na mume na mke, panapooana, panatakikana kitu cha kwanza kwa zengewa nini? Sukun, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sukun. Sasa Mwenyezi Mungu kwanza ayasifu majumba ya peponi yana sifa hii ya kihakika, ni masakin. Atuambia wa masakina tayyibatan, kwamba sifa ya kwanza ni masakin, kuna utulivu, jina lenyewe litukuzie sifa, kisha ameliongezea na naat, ayasifu tayyiba. Neno tayyib ni katika maneno ya Kiarabu ambayo yana maana mapana sana, ya kusanya kila zuri. Tayyib ni zuri, lakini mzuri ile ni mzuri kwa kila kitu, ambao neno tayyib katika asli ya lugha ya Kiarabu latumiwa katika maana ya nafsi, kabla ya kusifu kitu, kabla ya kunena thawbun tayyibun ama kunena ta'amun tayyibun. Sifa ya tiba
tayyib limetokamana na tiba, inakuja katika tibatun nafs, na maana ya tibatun nafs ni kullu shay'in tartadhihi nafs. Kwenye lugha ya Kiarabu wakifasiri tayyib wanena neno tayyib latokamana na tiba, na atiba huwa kullu shay'in tartadhihi nafsul insaniya, ni kila kitu ambacho nafsi ya mwanadamu kimaumbile yake huridhika nacho. Kile kitu ambacho nafsi yako waridhika nacho, kiwe katika kula, kiwe katika kuvaa, kiwe katika rangi, kiwe katika zitu zozote ambazo nafsi ina uamuzi wa kunena hiki ni kizuri ama si kizuri, yani kimeridhika. Unaposema tayyib, yani nafsi yangu imefanya nini? Imeridhika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena wa masakina, azisifu nyumba za peponi. Kwanza ni masakin, ndani muna nini? Muna sukun. Pili asema tayyiba, yani fiha kullu ma tartadhihi nafsul insaniya, ndani ya pepo hizo au ndani ya majumba hayo kuna kila kile kitu ambacho nafsi yako itaridhika. Kila shughuli hiyo sasa jaza mwenyewe wewe katika nyumba. Kila mmoja ana dhauki yake, tuambiwa kila mmoja ana test yake, kila mmoja ana hobby yake. Wataka nyumba iwe rangi gani, wataka rumu zake ziwe vipi, wataka matandiko yake, wataka makochi yake yawe vipi. Kwa kadri inavyoridhika nafsi yako, kwa hivyo utapata katika majumba ya peponi. Wa masakina tayyiba fi jannati adn. Hii ni aya muhimu ya kwanza inaotupa sisi ile sura ya jumla majumba yako vipi yote, bali na kupishana. Pili, katika suratul Furqan aya ya 75 Mwenyezi Mungu aendelea katika kuyasifu majumba ya peponi. Baada ya kuyaita masakina tayyiba, amekuja na msamiati mwingine sasa, atuambia ulaika. Meeleza watu kwa urefu bila kuzisoma kwa urefu, mwisho afunga aya anena ulaika, hao watu wenye sifa hizo, yujzauna alghurfata bima sabaru, watalipwa malipo yao, watalipwa ghurfa. Kwa nini watalipwa ghurfa? Bima sabaru, kwa ile subra walosubiri. Pia Mungu aliwapa mitihani, aliwapa maondo. Sabaru ala taa, sabaru anil maasiya, sabaru ala albalaya, walisubiri katika kumtii Mwenyezi Mungu, walisubiri katika kuepuka maasi ya Mwenyezi Mungu, walisubiri katika mitihani aliyowapa Mwenyezi Mungu. Subra aina yoyote Mwenyezi Mungu atawalipa ghurfa. Nini ghurfa? Taban watanabahisha na hizi zitu nimewahi kuzishiria mara kadhaa na nawaomba tena, na ni muhimu sana kwa talabatul ulum. Mada hii nitakao kuizungumza sasa, musome sana zitabu za Said Murtada al-Askari. Katika matatizo makubwa amezoyagundua Said Murtada al-Askari katika nyendo za utafiti ni mabadiliko ya lugha. Wajua neno katika lugha, hata lugha ya Kiswahili, neno laweza kuwa leo twalitumia katika maana hii, baada ya muda mrefu kukapatikana mabadiliko fulani, neno lile likawa litatumika kwa maana mangine. Sasa mara nyingi sisi tukizisoma hadithi twasoma lugha ilozungumzwa karni ya kwanza, karni ya pili, lugha ya Kiarabu, lakini kwa dhihnia ya lugha ya karni ya 10 na ngapi na 15 kuna misamiati imebadilika. Na hii nimewahi kupiga mfano, ni kama ule bwana alokwenda kuulizwa mwanzo kuingia rodio amu, ukawa wanaziita harbu 73, sio harbu 66, wakati wazita
za ulimwengu, zita za Misri na Jamal Abdel Nasser wakati huo na Israel, watu wasikiza, ukasikia dakhala aljayshu almisri bidabbabatiha. Kama pia neno dababa madrasa ufundishwa Harunun kinu, sio na nini maneno mengine yani dababa nini kwenye Qur'ani, wama min dabbatin, kila chenye kutambaa, sio? Jamaa wakaenda kumuuliza ustadhi mmoja kwenye darasani, maliza kwamba ustadhi, tusikia kwenye redio dababa ni nini? Akamwambia ni zombo utambaa hizo. Ama utakuya na kasi zako wewe, umesomeshwa madrasa, sayaratun gari, ukia wajaat sayaratun faadlu nene katika sura Yusuf, kanena likaya gari. Ama za kuuliza ustadhi, kwani wakati wa Nabii Allah Yusuf kulikuwa kuna magari? Sasa lugha yabadilika. Sayara leo sio sayara iliyokuweko nyuma. Sasa leo ukimwambia mtu ghurfa ni chumba, sio katika lugha ya Kiarabu maarufu ghurfa ni chumba. Naambiwa hii nyumba ina zumba zingapi, kama adadul ghuraf, lakini neno ghurfa kihakika si chumba kwa mustalah wa zamani. Takuja kufafanulia ili neno limepita katika maana mangapi. Neno ghurfa katika lugha ya Kiarabu limetokamana na neno gharafa ala wazni fa'ala. Gharafa na gharafa katika lugha ya Kiarabu inamaanisha rafa'a shay'a wa tanawalahu. Ndio lile tama la mai unaloliteka kwa mkono linaitwa nini? Ghurfa. Fagharafa ghurfatan fil bahr, unatukua maji yale yalipo, wayafanya nini? Rafa'ahu, wayainua, lakini katika raf'i wayaeta kwako, yani litatanawalahu, rafa'ahu wa tanawalahu. Kwa hivyo neno ghurfa kwanza lina maana ya raf', ni kitu kilonyanyuliwa, kisha lina maana baada ya kunyanyuliwa ni katika kuinuka kwake kikaletwa kwenye mutanawalu yadika, yani ukawa waweza kukitumia. Ndio neno gharafa asli yake, na ndio lile ghurfa la kutawadhia. Utasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam daa bilmai, aliitisha mai, fagharafa ghurfatan biyadihi alyumna wa sabbaha ala wajhihi, akamimina juu ya uso wake. Inatokana na neno ghurfa, gharafa. Pia katika lugha ya Kiarabu hunenwa. Kwa hivyo gharafa, narudia, gharafa rafa'a shay'a wa tanawalahu, wa yuqalu ghurfatun lishay'i alladhi yurfa'u wa yutanawal. Kitu chochote kinachokubali kuinuliwa na kikaletwa mkononi kwa kadiri unavyoweza kukisarifu unavyotaka, chaitwa ghurfa. Na ndiyo maji yakaitwa nini? Ghurfa. Hiyo ni maana ya kwanza ya lugha. Kisha lugha ya Kiarabu ikapiga hatua tena mara ya pili, ikatoka kwenye ghurfa ni kullu shay'in yurfa wa yutanawal, ikaenda ikatumiwa alqismu alulwiyu lilbina, nyumba yenye tabaka ya tini na yu. Kama hapa msikitini kuna huu wa tini na ule wa yu, sehemu ya juu yote Kiarabu yaitwa nini? Ghurfa. Si chumba, si chumba cha yu, na kusudia sehemu yote ile ya juu. Asante. Kama hata Waswahili wanao neno gorofa. Gorofa limetokamana na neno nini? Ghurfa. Tasikia amepanda gorofani, natoka kwenye nini? Ghurfa. Yani ni tabiqul ulwi, nyumba ya yu, ya pili, ya tatu, hii ya chini. Hapa tulipo sisi hapa itwa ghurfa. Hapa tunaitwa ni albaitu as-sufli, au kwa siku hizi kumekuja pia haitumiki tena ghorofa na ghurfa. Siku hizi katika msamiati ya lugha ukisoma zitabu huwezi kuandika wala usiandike tena ghurfa. Siku hizi kwatumiwa neno at-tabiq.
Tasikia at-tabiqul ardi ni ground floor, at-tabiqul ardi, at-tabiqul awwal ni first floor, at-tabiqul thani, at-tabiqul thalith. Sasa ila ma sha Allah, utaulizwa nyumba hii ina ghorofa ngapi? Yani ina tabiq ngapi? 4. Tusema 4 taban. Ukisema 4 yatini haisabiwi, yatini haisabiwi ya kwanza. Yatini inaitwa ni ground floor, at-tabiqul ardi. Ya kwanza huwa ni ile ya juu. Unaposema at-tabiqul awwal, baada ya ardhi at-tabiqul thani. Kwa hivyo nyumba yenye tabiq mbili yani ni ngapi? Ni 3 ukitiana tabiqul ardi. Kwa hivyo tumetoka kwenye gharafa ni rafa'a wa tanawala, kisha ni kila kitu kinachoinuliwa, kisha ikaja kwenye ni alqismul ulwi lilbina. Mwisho mufassirina watuambia, hususan ayatullah Sheikh Nasir Makarim Shirazi anena wa huwa hapa tunaposoma kwenye aya Mwenyezi Mungu akanena ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru, hao watalipwa ghurfa. Asema wa huwa, ghurfa hapa imekusudiwa kinayatun huna ani darajati alaliya min aljanna, inakusudiwa ni ghorofa za juu za peponi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu azungumza majumba yenye sukun, masakin, majumba ambayo kwamba ni tayyiba, yenye tiba, yani tartadhi an-nafsu al-insaniya, kila linaloridhisha nafsi ya mwanadamu limo ndani. Tatu yaita ni majumba yamezonyanyuka, yako juu kwa juu. Na hapa kuna maana kawaida siku zote, nyumba ya juu tofauti na nyumba ya chini kihisia na kimazingira. Hali ya hewa ni mzuri zaidi kuliko chini. Manadhir, leo utaiona nyumba ipate bei iwe mzuri, ni nyumba iliyoko juu, ni nyumba iliyo na balcony, marosha ambayo waweza kutoka kuangalia manadhir. Sasa engezea taswir jannatin, vile tulivyoyazungumza, mazingira ya green, mazingira ya miti na nyumba zenye sukuni ndani zilizo mzuri, kisha ambazo ni ghuraf ambazo zina marausha tutilu, watungia ndani waangalia manadhir ya mito na manadhir ya green. Ile hali iliyo ni uzuri wa aina gani, mbali na hali ya kiamani ya hali ya juu katika nyumba za juu. Ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya, baada ya kuziita nyumba hizi ni ghuraf, akaziengezea wasifu mwingine wa amani. Katika suratu Saba aya ya 37 anena wa hum fil ghurufati aminun, wa hum fil ghurufati aminun, na wao wako katika nyumba hizi zenye wasifu wa ghurfa za juu kwa juu, ambao zawaengezea baada ya kuwa ni masakin, ni sukun, ni tayyiba, zawapana nini? Amani, amani ya hali ya juu. Katika suratu Zumar aya ya 20 Mwenyezi Mungu atuambia lahum ghurafun, na ghurafun ni jamu ya nini? Ya ghurfa. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Asema wana nyumba za juu, na juu kuna nyumba tena zingine za juu, yani ni tawabiq zimekwenda. Lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya, yani zimezojengwa kisawa sawa, tajri min tahtiha al-anhar, yani Mwenyezi Mungu
kwa taswiri, kwa maana hatuingia peponi, hatulikuwaje. Kama atufahamisha tini hakuna nyumba, ni pila ni nini, lakini tini ni mabustani, tini ya zile nyumba kwa pita nini, kwa pita mito. Kwa mambo haya duniani leo yako, leo kwa jengwa nyumba juu ya maji, ila nenda leo kaangalie qaryatun nakhil, katika zitu zipya zimejengwa asri hizi, wamejenga Dubai qaryatun nakhil, kijiji cha mtende. Ni mahala penye open sea, bahari kubwa ufuoni, wametoa ukikipita kwa ndege juu ama kikiwa kimepigwa picha kwenye magazeti kiko saa nyingine, hata mkiingia kwenye internet ukiandika qaryatun nakhil watakuletea, utauona ni mtende. Kile kigogo cha mtende ndo kimetoka kwenye ntikavu kimeekelea baharini. Kama si kigogo cha mtende ni nini? Ni barabara ya kuingia. Kisha kule mbee kumetoka nini? Majani. Kila jani moja ni mtaa. Kila lile jani la mtende ni nini? Ni mtaa. Le tandu zima. Kisha yale kama makuti yanaotoka hivi, zile nini? Ni nyumba zatoka upande hunu na upande hunu. Upande hunu na ni mayani yale ya mtende, sijui ni idadi ngapi? Ni mui kamili kuna umejengwa kwa mtende, na umejengwa juu ya maji katika deep sea. Wamekijenga Dubai. Walipomaliza hiyo wamejenga qaryatul alam. Leo kuna kingine wamekijenga ni ulimwengu. Ukipita kwa juu ukikiona, waliona lile dori la ardhi, kisha ndani wameweka qaratu Afrika, Australia, Asia, Amerika, ndio mitaa. Na katika kila kara wamejenga kulingana na utamaduni wa lile kara. Yani ukiingia kwenye eneo la Afrika utapata majenzi ya nini? Ya Kiafrika. Ukiingia Asia, umeingia sehemu za China, utapata majenzi ya Kichina. Umeingia ni India, majenzi ya Kiindia. Namna hiyo wamekijenga ndani ya bahari. Haya binadamu anayofanya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya tajri min tahtiha al-anhar. Uko ndani ya nyumba yako kama ulioko kwenye meli, ukitungia madirishani kuwaona mito yapita, waona green, waona kila kitu. Ni mandhari ilo hali gani? Tabana ukisikia hizo nyumba za kwenye qaryatun nakhil, nyumba moja kuinunua kwa kadri ya kununua mui wa amwe, zile bei zilivyo ghali, kwa sababu ni maeneo si watu wa kawaida wanaoweza kuketi. Pesa nyingi zimetumika kujaza wewe kwenye bahari, mwanzo ujaze mtanga na kifusi na nini na majiwe mpaka kuinuke uweze kujengwa kitu juu yake, na kimezungukwa na bahari. Tabani kuna himaya aina gani ya ujenzi kukilinda mwanzo kile kisiwa kisiliwe na bahari, kusitokee matatizo yoyote. Haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yeye kitambo ashayaanda mfano wa haya na zaidi ya haya. Ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia innal muttaqina fi maqamin amin. Fi maqamin amin. Hii ni katika wasifu mwingine wa majumba. Tumeona nyumba za peponi zimeitwa maskan, zimesifiwa tayyiba. Nyumba za peponi zimeitwa ghurfa. Tumeweza kuelewa sasa ghurfa inamaanisha nini. Kisha Mwenyezi Mungu asema maqam, na maqam ni mahallul iqama, ni masdar mimi. Na masdar mimi ima yadulisha mahali makan, ama yadulisha nini? Zaman, zama za kusimama, ama mahali
pa iqama, ambapo ni nyumba. Kisha Mwenyezi Mungu aisifu pia ni mahala pana amani, pana utulivu, hakuna mtetemeko ya ardhi, hakuna matatizo haya pana pale, hakuna wizi, hakuna mtu atakuingilia kuharibie, hakuna moto, hakuna, mpaka mwisho. Yani waishi katika hali ya ridha nafsi. Tatosheka na kipande hiki, ila nikitaka kuzifuata aya ni nyingi zinazozungumza majumba ya peponi, na inshallah katika kusoma nyingine tutakuwa tuzipitia. Twende katika matandiko, nukta ya 4 naita alfurushu wal araik, matandiko yaliyoko ndani ya majumba haya. Aya ni nyingi pia. Tuanze na Suratul Rahman aya ya 54. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia muttakiina ala furushin batainuha min istabraq. Sasa hapa ayasifu magodoro, ayasifu mito, magodoro ya kukalia, sio ya kulalia, ya kukalia na ya kutegemea. Ittika katika lugha ya Kiarabu ni kutegemea. Mwenyezi Mungu asema muttakiina ala furushin, wametegemea, wamekalia, wameegea matandiko, magodoro, yaite utakavyokuyaita, yanaotandikwa, batainuha, ndani yake, min istabrak. Subhanallah, angalia Mwenyezi Mungu ametumia balagha ya hali ya juu. Leo wewe utukue mto ununue, ama godoro, kitu kinachowekwa pale ndani ndio akali ya kitu kabla zinazowekwa juu. Leo kuna baadhi ya magodoro ukipasua nitaka za mbao ndani, sio? Ni taka za mbao hizi zinaopigwa randa zikakusanywa ukatiliwa, kisha jua za kutiliwa kitambara. Ama ile kochi unalokalia leo, ukaingia mahala sitting room kwa mtu kakete na kochi zuri, lao litapasuka pale nyumbani hakutokalika. Zile sufi zitaruka kwa kule mataka yaliyomo ndani, kumbe kunkusanywa taka tele zimefungwa, kisha juu umepigiwa nini, umewekewa kigodoro cha 1 inch kile nini, kisha umewekewa nguo mzuri. Sasa ile iliyotandikwa juu imekupa mamba. Mwenyezi Mungu asema mimi sitaki kuwaelezea za juu zitakuwaje, mimi nawaelezea zile taka za ndani, zile taka zinautiwa ndani ya magodoro. Asema muttakiina ala furushin batainuha, na batain min albatn, sio? Na batin ni wapi? Ni ndani. Je, dhahir sijui? Min istabrak, material inayotumiwa ndani ya furushi hizi. Mwenyezi Mungu asema ni istabrak. Ndio hakueleza, tajeza mwenyewe. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, ikiwa batainul furushi ni istabrak peponi, fadhahiruha ma, ndio yake itakuwaje? Kwa Mtume akawapa lugha pia haifasiriki hivyo. Aliwaambia yeye, hadithi inayopokewa kwake Qurtubi aieleza katika tafsiri yake, alipoulizwa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dhawahiruha nurun yatalala. Ueleza nini? Aliwaambia, aliwaeleza sifa tu za hiyo dhahiri, kitu kitakachokutumiwa ambacho kitatoa mwangaza, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lakini asema dhawahiruha nurun yatalala, nde yake itakuwa ni nuru inaomemetuka. Ndani ni istabrak, na istabrak ni katika zitambara za hali ya juu ulimwenguni zaidi kunena hariri. Zikoje wallahi sijui, sijaiona, lakini iko ni material ambayo quality yake ni hali ya juu, ni ghali sana duniani.
Si yoyote awezao kutengeneza kochi nyumbani kwake, kile kitambara cha juu akaweka nini? Istabrak. Ni aina ya kitambara, wanasema mufassirina, asema ni afkharul aqmisha, ndio itakao kutumiwa zile taka za ndani. Katika aya nyingine asema wazara, suratul Ghashia, katika matandiko tuko katika furush, wazarabiyu mabthutha. Wazarabiyu mabthutha, nini maana ya zarabiyu? Zarabiyu, baadhi ya wanalugha wa Kiarabu wasema neno zarabiyu ni wingi wa neno zarbia. Zarabiyu ni nyingi, moja yaitwaje? Zarbia, ala wazni sharqiyya. Sharqiyya wa gharbiyya, tunasema zarbia. Wasema neno zarbia si neno safi halisi la Kiarabu. Taban lugha za ingiliana maarufu, kila lugha imechangia lugha nyingine. Hata sisi tuna maneno katika Kiswahili ya Kiarabu, tuna maneno ya Kifursi, ya Kiirani, tuna maneno ya wale waitwaje wale wa Portugal wamechangia, tuna maneno ya Kihindi, kila ni kama koshi. Kama hiyo haitumii tena leo, watu wote tumia buti, lakini ni koshi Kiswahili, sio? Na koshi ni neno la Kiirani. Koshi, kiatu ni koshi. Rosha ni raushan Kiirani. Kuna mambo mingi yako katika lugha. Sasa wanasema zarbia asili yake ni neno la Kifursi, neno la Kiirani. Kama ninavyotamkwa ni tofauti na hivi, limefanywa modification kidogo, likaitwa kwenye lugha ya Kiarabu. Na asili yake kule kwenye Kiirani walikuwa wakiita ni athaubu au ni alqimashu alladhi yustamalu fi nasjihi dhahab. Ni kitambara wakati kinapofumwa yatumiwa mai ya dhahabu katika kupaka zile nyuzi zake ndio ifumiwe. Nyuzi zake zinakuwa ni zimeingizwa kwenye maji ya nini? Ya dhahabu, kisha ndio kinafumwa kile kitambara. Yani karibu kitambara chote kinakuwa ni cha nini? Ni cha dhahabu. Tasawwari wewe mwenyewe kitakuwa ni bei gani. Ala kulli hal, asema wa huwa alqimashu alladhi yusta'malu fi nasijihi dhahab badala min alqutni wasuf. Badala ya kutumia pamba na nini, inatumiwa dhahabu kutengeneza nini? Nyuzi zake. Hiyo ni kauli ya watu wa lugha. Kuna kauli ya pili, wengine wanasema zarabiyu ni naw'un minan nabatati almukhtalifati alalwan. Kuna miti fulani kimaumbile, mti wenyewe unakuwa na rangi tofauti tofauti zimepandamana. Kwa hivyo ukitoa zile tepe kwenye ule mti ukatengeneza biswati au jambi, linatoka na tofauti za nini? Za rangi. Katika miti ni tabu kupatikana, inatengenezewa matandiko aina fulani. Kwa ufupi, zarabiyu ni kitambara cha hali ya juu kinachokuwa na mtangamaniko wa nini? Wa rangi zinazovutia. Kisha Mwenyezi Mungu asema mabthutha, zimetandikwa, ima kwa maana ya mabsuta, mabthutha, baadhi ya mufassirina wamefasiri, au kwa maana ya manshura. Pale kumetandikwa, kule kumetandikwa, kule kwingine, yani kila mahala kuna piece zimetandikwa hapa na pale. Haya ni katika matandiko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Endelea nyuma ya hapa katika suratul Ghashiyah, Mwenyezi Mungu pia ametuambia wanamariqu masfufa. Kabla ya aya hii sema wanamariqu masfufatun wa zarabiyu mabthutha. Nini maana ya namariq? Ni katika matandiko yazungumzwa haya. Namariq pia ni neno wingi wa numruqa ala wazni ghulghula au ghulghula. Numruqa moja yake inaitwa nini? Numruqa. Wingi inaitwa namariq.
Namariq ama numruka ni aina ya mito midogo, sio mikubwa. Nafikiri leo mkiwa mtembea kwenye majumba ya wenye nazo mtaziona zitu kama hizi sana. Bali na ile mito mikubwa, utakuta siku hizi kumekuja na design, kuna mito midogo midogo inatengenezwa na inakuwa mingi katika majlisi, wa imeenea mitatu, mingine ya kuweka mkono, mingine ya kuweka guu, utakavyo. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wanamariqu masfufa, na mito midogo midogo ambayo imepiga safu, yani mingi imepangwa. Ukitaka wa kuweka kitwani, wa kuweka guu, wa kuweka mkono, wa kuweka kiunoni, vile utakavyo. Idadi imekuja kwa jamu nyingi, kisha masfufa, yani safan baada saf. Wanamariqu masfufa, yani wasaida saghira yutakau alaiha, mito midogo inaotegemea. Turudi katika suratul Rahman, tuko katika matandiko, aya 76 suratul Rahman. Mwenyezi Mungu atuambia muttakiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mimi napanua kwenye lugha hii, ni hazina. Qur'ani ni hazina ya lugha, kuna maneno huwezi kuyapata mahali pengine. Asema muttakiina, kule alikuwa ni ala furushin, sio? Hapa sasa ni muttakiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Sasa hapa tuna haja mwanzo tujue rafrafin ni nini, kisha zimesifiwa kwa khudri, ni rahisi kulijua. Kisha tujue neno abqariyin nalo limesifiwa na neno nini, hisan, ni rahisi kulijua. Nini maana ya rafraf? Rafraf wanalugha wanasema asli zilikuwa ni sampuli fulani ya karatasi ama teuli manashif, lakini baadaye ili neno likawa latumika kwa zitambara ambazo zina rangi ya kumemetuka na kuvutia. Kila kitambara ambacho kina mtangamaniko wa rangi, si rangi moja tu, kimetangamanishwa rangi, kisha katika mtangamanisho wa rangi yake ile chavutia mato yako, chapendeza, chaitwa nini? Rafraf. Kwa hivyo muttakiina ala rafrafin, wamesema ni muttakiina ala aqmishatin zahiyatil alwan, wametegemea vitambara vyenye rangi ya kuvutia. Tafsiri ya kwanza ya rafraf. Tafsiri ya pili wanasema rafrafin ni atraful khayma, watakuwa wako kwenye makhaima, bali na majumba kule kwenye mabustani kutakuwa kuna nini, makhaima yakipigwa na ule upepo wa miti ukipiga baridi, zile khaima zitakuwa zateza, turafrifu. Sababu neno maana ya rafrafa moja ni kitu kupiga, kuteza. Hata ule ndege tair anapopaa kule juu, akipiga zile mbawa zake anaambiwa nini? Rafrafa tair, kitu kinachopiga. Ama ile pazia kwenye mlango inapopigwa na upepo ikawa yapiga kwa upepo, unaweza kusema asitaru yurafrifu, inateza kwa ule upepo. Kwa hivyo yale mapazia na zile zitambara zuri zuri na ule upepo zapita, zaruka huku zikirudi huku. Sasa ni handasa hiyo ya maoni hapo, mpaka wale watu ambao wana test ya mambo kama haya. Kwa hivyo rafrafin khudrin, Mwenyezi Mungu asema tena za rangi ya green, wa abqariyin. Nini neno abqari? Abqari limetokamana na neno la Kiarabu abqara, wa wazni abqar, Jaafar, wazni wa Jaafar ndio abqar. Baadaye kama Raghibul Isfahani adai kwamba katika ziswa za Waarabu za zamani, kama kwa Waswahili na ngoloko, nimewahi kuwaelezea masala ya ngoloko. Waarabu walikuwa kuna mahala pakiamkuliwa abqar, ni ina la mahali.
asili yake ni mahali pakiitwa Abqar, na katika itikadi za Waarabu zamani huko kabla ya Uislamu, katika itikadi yao hapa alikuwa mahala kuna majini wengi sana, hakusongeki walikuwa wana itikadi hizo. Anapozungumza Raghib al-Isfahani, la majini si masala ya banga banga, majini wengi. Waarabu walikuwa hawasongi mahali kama pale. Kisha ikawa kila mtu ukimtajia wendao Abqar ni ajabu kubwa. Wewe ukidai umekwenda Abqar, yani umefanya jambo ambalo watu hawajafanya. Likaendelea hili mpaka likawa kila mtu anaofika katika jambo, katika elimu, katika nini, mahala ambapo hakujafika mtu wakawa wamuita Abqariyun. Leo utasikia mfano mwanachuoni mmoja wa Misri ni Abbas Mahmud al-Aqad. Mahmud al-Aqad au Abbas Mahmud al-Aqad ana mfululizo wa vitabu, ana Abqariyatu Ali ibn Abi Talib, Abqariyatu Umar ibn al-Khattab, Abqariyatu Abi Bakr, sijui Abqariyatu Uthman, Abqariya, anazo zingi tasalsul, zote aziita Abqariya. Tasikia leo katika lugha fulanun ni Abqariyu hadha al-asr. Mathalan watu wakimsifu Sayyid al-Shahid, mathalan Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, tasikia kana Abqariya asrihi, bingwa. Yani imekuwa na maana sasa sio tena ile ya majini. Ilikuwa mwanzo ni kule kwenye majini hakwendi mtu, kukiitwa Abqar. Awezao akaitendekeza akaenda, akirudi waambiwa nani? Abqari, yani amefanya jambo ambalo watu hawajaweza kufanya. Limekwenda neno mpaka limefika kila alokwenda mwezini mwanzo tunaposema nani? Abqari. Alogundua simu wa kwanza tunamuita nani? Abqari. Alogundua ndege wa kwanza tunamuita nani? Abqari. Wa hakadha kila alotangulia. Kwa ibara nyingine, kullu man yutaajabu bikamalihi wa quwwatihi wa hadqihi, yani dhaqaihi, fahuwa abqariyun. Kila anayestaajabisha katika nguvu zake, katika uhodari wake, katika ukamilifu wake, aitwa abqari. Na hawa watu wachache duniani. Kuna zitabu yao zimetungwa zaitwa Abaqiratul Alam, mabingwa wa ulimwengu. Hawa katika kila asri hupatikana mmoja wawili. Sikia kama kina Einstein, kina nani, wale walogundua masala ya mambo fulani, wale walogundua mambo ya nyota, kina nani, wote ni abqariyin. Sasa Mwenyezi Mungu hapa ametuambia muttakiina ala rafrafin khudrin, hawa wametegemea zitambara zenye rangi, kwa tafsiri hivyo, ama mapazia nyuma yao ambayo yapepea ya khaima, rangi ya green. Wa abqariyin hisan, na kitu ambacho kiko juu ya uwezo wa nyinyi kukijua. Yani kwa ibara nyingine, mala ainun, ni kama huko Abqara, moyo wa majini, hakuenda mtu, ni abqari, ambapo ni kitu kikubwa sana, kiko juu ya uwezo wa tasawuri. Haya ni maelezo juu ya matandiko na nyumba za peponi kwa ufupi, kwa mukhtasar. Wa ila tukisimama mambo yatakuwa tukishika kila aya. Nimejaribu kuzishika aya muhimu zinazozungumza majumba ya pepo, zinazozungumza matandiko. Inshallah tutaendelea mbele, tuingie kwenye zombo, bilasi aina gani, zisahani, zijiko zinazotumika huko, na kisha tuje kwenye kula. Najua kuna na wengine hungoja la mwisho la hurul ain katika pepo itakuwaje, na Mwenyezi Mungu atatujalia ni katika wale watakao kubahtikiwa na kujaliwa kuingia katika mabustani kama haya. Na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.